الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametuwafikia tuendelea kuelezea darsa ambazo kwamba za Ramadhan. Kitabu ambacho kwamba tuko nacho ni Al-Anbiya wa Nubuwa, kuelezea manabii na kuelezea utume wenyewe, ikiwa tuko katika masala ya Nabii Allah Musa alayhi salam. Na kama tulivyoeleza kwamba masala ya Nabii Allah Musa yamefungana sana na Firaun, sababu Nabii Allah Musa alitumilizwa kwa Firaun. Kwa hiyo leo tutaelezea wakati ambao kwamba alizaliwa Nabii Allah Musa na ndugu yake Nabii Harun. Na kama tulivyoeleza nyuma kwamba Nabii Allah Musa alimuomba Mwenyezi Mungu kwamba waj'alli waziran min ahli Haruna akhishdud bihi azri, alimtaja kwa jina kwamba awe ni waziri wake. Kwa hivyo utume ama unabii wa Nabii Allah Harun aliupata kupitia dua ya ndugu yake Nabii Musa. Kwa hivyo leo tutaelezea kipindi ambacho kwamba walizaliwa. Tarehe yasema baada shiddati al-adhabi ala bani Israila, baada ya shida ya adhabu kali juu ya bani Israila, bitaqtili abnaihim, kwa kuuawa watoto wao. Maana yake kama tulivyoelezea darasa za nyuma, baada ya Firauni kuota ndoto ile mzito na tumeielezea, na wenye kumtafsiria ndoto wakamwambia atazaliwa kijana, atakutoa katika ufalme na ataibadilisha dini yako. Akatoa amri kwamba watoto watindwe, kila ambaye watazaliwa uwawe. Sasa baada ya muda mrefu, amara Firaun akaamrisha biisharati ruasai al-Qibti, kwa kupata ishara biisharati ruasai al-Qibti, kwa kupata ishara na wale marais wa Qibti, kabila ya Qibti. Kwa sababu tulifahamisha kwamba Mwenyezi Mungu alileta mtihani mwingine, ikawa watu wa Firaun kabila ya Qibti ile wale wazee wafa. Jamaa wakaingia kwa Firaun wakamwambia, wewe waua watoto wa Bani Israila na wazee wetu wafa. Itafika wakati wazee wamekufa na hao umewaua, na kazi zataka kufanywa za kulima na kujenga. Sasa itakuwa sisi ndio wenye kufanya hizi kazi na sisi ni mabosi, hatuwezi kufanya kazi hizi. Firaun akamrisha an yuqtala adh-dhukur aman wa yutraku ama, watoto wa kiume watindwe mwaka mmoja na mwaka mwingine wasitindwe hawa Bani Israili, ili wale waliotindwa wameshatindwa na wenye kuatwa mwaka mmoja wakuwe wapate kusaidia kazi na kufanya amali ambazo kwamba ni nyingi sana, mzito. Faulida Harun fi sanati allati la yudhbahu fiha ahadun, Nabii Allah Harun kwa bahati mzuri ikasadifu akazaliwa mwaka ambao kwamba watoto hawatindwi. Faturika, akaatwa Nabii Allah Harun kwa sababu mwaka mmoja watu watindwa, mwaka mmoja hawatindwi. Sasa ule mwaka ambao kwamba hakuna kutindwa mtoto ndio akazaliwa Nabii Allah Harun. Waulida Musa, Nabii Allah Musa akazaliwa fi sanati allati yudhbahuna fiha, mwaka ambao kwamba hutindwa watoto. Na hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu katika jumla ya mipango yake ataka kuonyesha nguvu zake na kumuonyesha Firauni kwamba wewe huna lolote, huna chochote, mimi kiamua ni hivyo hivyo. Kwa sababu Nabii Allah Musa alizaliwa mwaka ambao kwamba watoto hutindwa na hakutindwa, na atakwenda mpaka kwa Firauni, atalelewa ndani ya nyumba ya Firauni. Hii yote kuonyesha Mwenyezi Mungu pawa zake zilivyokuwa na nguvu. Fa amma Harun faqad waladathu ummuhu alaniya aminatan mutmainna, Nabii Allah Harun mamake alimzaa wazi tena huku ana amani
na mutmainna, ametulia, hana wasiwasi, kwa sababu wajua mwaka huu watoto hawatindi. Kwa hivyo akamzaa mtoto wake Harun na huku makini kabisa. Wa amma Musa, lakini Nabii Allah Musa faqad sadafat wiladatuhu, ilisadifu kuzaliwa kwake al-aam alladhi, mwaka ambao kwamba yudhbahu fihi al-atfal, watoto hutindwa. Falamma qaruba waqtul wad'i, sasa ilipokurubia wakati wa mazazi ya Nabii Allah Musa na mwaka ni ule wa kutindwa watoto, tarikhi yasema hazinat ummuhu, mama yake Musa alayhi salam alihuzunika sana, akawa na dhiki. Taban hajui atamzaa mtoto upi, kama ni hakika hakuna shida, lakini sasa akawa na dhiki, sije kamzaa mwanamume na ndio mwaka wa kutindwa watoto. Washtadda ghammuha, na hamu yake na ghamu na makero yakamzidia, yakawa makali sana. Fa auha Allahu ilaiha biwasitatil ilham, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea wahi huyu mama yake Musa alayhi salam, biwasitatil ilham, kupitia njia ya ilham. Si wahi kwamba liletwa Jibril kuja kumueleza, la, ilham yani kumjalia mawazo kwenye bongo lake, kwenye moyo wake, akawafikiria nitafanya vipi. Huwa ni ilhamu ile Mwenyezi Mungu akuletea. Basi Nabii Allah Musa alipokuwa sasa ni mwaka wake kuzaliwa na mama ana hamu, basi Mwenyezi Mungu alimletea mama huyu wahi, lakini kupitia njia ya ilhamu, akimwambia alla takhafi, kwanza usiche, wala tahzani, wala usihuzunike, lianna hadha almawluda, kwa sababu huyu kijana ambaye kwamba atazaliwa, sayakunu lahu sha'nun adhim, atakuwa na habari kubwa, huyu atakuja na mambo mazito duniani, na mambo yenyewe ndio hayo ya kwa yeye atakuwa ni mtume na atakuja kumtoa Firaun. Wasayahfadhuhu Allah Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atamhifadhi huyu kijana min kaidi Firauna, kutokamana na vitimbi vya Firaun. Thumma yaj'aluhu min almursalina, kisha tamjalia kijana huyu atakuwa katika mitumi. Hii yote ni mawazo mama afikiria, ni ilhamat Mwenyezi Mungu amtia katika mawazo yake. Wa qadhafa fi qalbiha sakina, Mwenyezi Mungu akamrushia huyu mama katika moyo wake as-sakina, utulivu, akawa ametulia, hana pressure, manake akawa ana imani kubwa kwamba mwanangu atatoka salama. Mwenyezi Mungu akamletea ilhamu ile, na moyo wake akajiona kwamba hana wasiwasi. Kwanza alikuwa na wasiwasi, kisha akajiona yeye yuko sawa, tuona hakuna la kutokea hapa. Hii yote ni mambo ya Mwenyezi Mungu, kama tarehe unavyosema wa qadhafa fi qalbiha sakina, Mwenyezi Mungu ndio akautia ule utulivu katika moyo wa mama. Kisha wa amaraha, akamamrisha mama, na hii yote yapita ilham, ule mama ni mawazo ya mwingia ya kwamba amnyonyeshe mwanake Musa, hata idha khafat alayhi, na ikifika wakati akiwa ameanza kuchelea, sijakapatikana akachinjwa, tasna'u lahu tabutan, amtengezee tabut. Tabuti ni sampuli ya sanduku ambalo kwamba aliletoa ilhamu huyu mama alitengeze kupitia nyasi, kisha amweke Nabii Allah Musa katika lile sanduku kwenye hiyo tabut, kisha sanduku lile aliweka katika bahari, kwenye mto. Kisha Mwenyezi Mungu bado amtilia ilhamu akimwambia wa alla takhafi alayhi alhalak, wala usiogope, usiche ya kwamba mwanao ataangamia na atazama kwenye maji na sanduku litakwenda na maji. Liannahu, kwa kuwa huyu mwanao fi hifdhillah, katika hifdhi ya Mwenyezi Mungu, wa riayatihi, na uko katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Wakafa billahi hafidha wakafa bihi nasira, yatosha Mwenyezi Mungu kwamba mwenye kuhifadhi, na vile vile Mwenyezi Mungu ndiye nasir, mwenye kumnusuru mja wake. Kuna baadhi ya aya ambazo kwamba zitatuonesha haya masala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimletea wahi kwa njia ya ilham, kama tulivyosema biwasitatil ilham. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea katika Qur'an kwenye suratu
suratil Qasas akisema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa awhayna ila ummi Musa an ardhi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea katika suratul Qasas, wa auhaina ila ummi Musa, na tukampelekea wahi mamake Musa. Na wahi tumesema ni kwamba ni ilham, si kwamba alikuja Jibril kuleta wahi. An ardhi'ihi, kwamba mnyonyeshe mwanao. Fa idha khifta alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayk. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mamake Musa alayhi salam kwamba mnyonyeshe, na ikifika wakati umeanza kufanya waswasi na umeanza kuogopa, basi mtengezee taabut na umweke kwenye bahari, wala takhafi, wala usiche, wala tahzani, wala usihuzunike, inna radduhu ilayki, sisi ni wenye kumrudisha huyo kijana ilayki, kwako wewe mama yake, wajailuhu, na vile vile sisi ni wenye kumjalia huyo kijana ambaye kwamba aliokusudiwa kijana mwenyewe Nabii Allah Musa, sisi ni wenye kumjalia minal mursalin, ni katika mitume. Kwa hivyo haya yote mama huyu ayafanya kupitia ilham kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mikakati yote hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampangia mama ili Nabii Allah Musa alayhi salam aokoke na masala ya kutindwa, kwa sababu mwaka aliozaliwa ni mwaka wa watoto kutindwa. Nabii Allah Musa ikawa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyopanga mwenyewe, na hadhari ya Firaun haikumsaidia chochote, haikumsaidia, kwa sababu tuambiwa alhadhar la yughni min alqadar. Kama qadari imeandikwa, basi hata ukachukua hadhari kiasi gani, kama Mwenyezi Mungu amepanga iwe ni hivyo hivyo. Haswa ikiwa wewe Mwenyezi Mungu apanga kuongoza watu, ati wewe upange mikakati yako ili ule uongofu Mwenyezi Mungu usije, kwa sababu Nabii Allah Musa Mwenyezi Mungu amemleta kwa sababu kuongoza watu baada ya kuwa wamekuwa katika taa ya Firaun. Firaun amejitangaza yeye ni Mungu, kama tulivyoelezea, alisema ana rabbukumul a'la. Na wale makuhani munajimina, wale wenye kuangalia, walipomwambia kwamba ndoto yako uliyoiota atazaliwa kijana na atakuja kutoka katika ufalme na ataibadilisha hii dini uliyoiweka wewe, basi akawa na hadhari kwa kila sampuli ili huyu kijana asije ulimwenguni. Ikawa ni kutinda watoto, na alitinda uluf min al-aulad wal abna, alitinda watoto maelfu ya watoto. Kisa ni kwamba sijakazaliwa mtoto akamdhuru, lakini Mwenyezi Mungu madamu atakalake, Nabii Musa alizaliwa, na alizaliwa mwaka wa kutinda watoto na hakutindwa. Na ajabu zaidi, alikwenda kukaa katika nyumba ya Firaun na akalelewa katika nyumba ya Firaun na akakuwa katika nyumba ya Firaun, na Firauni hajui kwamba huyu ambaye kwamba namlea mimi, namlisha na kumvisha, ndiye ambaye kwamba atakuja kunitoa katika ufalme wangu. Inshallah tutakomea hapa. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya tawwab tub 'alayna warhamna wanzur ilayna. Ya tawwab tub 'alayna wasamihna fima janayna. Ya tawwab tub 'alayna waghfir lana wa liwalidina. Ya tawwab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا.
وقرابات لنا في ديننا.